ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله، فأولا أوصي نفسي وأنفسكم ثانيا بتقوى الله عز وجل. baada kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mwalimu wa umma kipenzi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, kwa nafasi ya pekee najihusia ucha Mungu, pili kuwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Katika siku hii ya Ijumaa iliyo na baraka, tukiwa katika mwezi katika miezi mitukufu, mwezi wa Shawwal, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kutupa taufiki ya kuyatenda mema na tutakabalie yale ambayo tumeyafanya katika mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, atuendeleze katika wema na imani na Uislamu mpaka kufa kwetu. Amma mawdhu al-khutba al-yawm bimashiyati Allah azza wa jalla, mawdhu ya khutba ndugu zanguni leo kwa mapenzi ya Allah itagusa katika nukta muhimu sana katika imani zetu, katika vikamilifu vya imani ambavyo kwavyo haiwezi kukamilika imani ya mtu mpaka awe navyo. Na bil asafin shadid anni shahidtu wa sami'tu maqalati hazina, kwa mastikiko makubwa ni kwamba mimi nimeshuhudia video lakini pia na mazungumzo ambayo ni yenye kutia huzuni, tasduru min ahadi min alladhina yantasibuna lilislam, ambayo yanatoka kwa mmoja ya watu ambao wanajinasibisha na Uislamu. Makazi yake ni Dar es Salaam Magomeni. Jina maarufu ambalo nimekariri ni kwamba anaitwa mzee wa TikTok. Mzee wa TikTok ana makala, ana maneno ambayo ameyazungumza ambayo hastahiki mwenye imani kuyazungumza. Maneno haya insha Allah katika nia njema ya kumfundisha Uislamu lakini pia kuutanabaisha umma, maneno yake ndo tajenga maudhui ya hutuba yangu leo kwa mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hakuna shaka kila mmoja anajua mchango wa media, social media, kila mmoja anajua mchango wake katika jamii. Tunajua michango ambayo inatokamana na hizi social media, ima ni mchango ambao wenye kuangamiza umma au kuiangamiza jamii, au pia kwa kiasi gani zinachangia katika kuletesha faida, kupatisha faida katika umma. Ikiwa kama mitandao hii ya kijamii itatumika katika uzuri na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka inakuwa ni wasila katika wasila ambazo tunasema
wasilatun qawiyatun linashri ad-din al-islami wal akhlaq al-hamida, inakuwa ni njia katika njia saidizi yenye nguvu katika kusambaza Uislamu, lakini pia kueneza mafundisho ya tabia ambazo ni njema. Lakini kama pia mitandao hii ya kijamii itatumika vibaya, basi pia inakuwa ni wasilatun qawiyya, inakuwa ni njia yenye nguvu katika kuwapoteza watu na kuangamiza watu. Ndugu zanguni, bwana huyu anafahamika kwa jina ambalo limenasibishwa na moja katika program za social media, ambaye anaitwa mzee wa TikTok. TikTok ni maarufu lada aljamii, inafahamika karibia kwa watu wote. Ni mtandao wa kijamii ambao ni maarufu, ambao umekuwa ni kama madrasa na chuo cha elimu kubwa, ambayo wengi katika vijana bali mpaka na wazee wanaiga maisha ambayo wanayashuhudia katika mtandao huu wa kijamii. Mtandao huu wa kijamii, ndugu zangu katika imani, madhara yamekuwa ni makubwa, kwa sababu kuna uhuru wa mtu kujieleza, kuna uhuru wa mtu anavyotaka aelezee na kile ambacho anapasa aonyeshe na ashie pamoja na watu wengine. Uhuru huu umepatisha watu waovu pia kutumia njia hii kuweza kuwapoteza wanadamu. Kwa maana hii ya maneno yangu ni kwamba kila mtumiaji wa mtandao huu wa kijamii inahitaji umakini sana anapotumia mtandao huu wa kijamii. Atambue kwamba kuna jicho la Allah subhanahu wa ta'ala yaliqu bijalalihi, ambalo linalingana na utukufu wake, linaona kila kitu. Wala yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakuna kinachofichika kwake chochote katika mbingu wala katika ardhi. Ndugu yangu, bwana huyu alikuwa akifanya hiwar pamoja na mtangazaji, yani mahojiano. Katika mahojiano aliyokuwa akiyafanya, alikuwa akizungumzia uwepo wa moto na pepo. Uwepo wa moto na pepo. Katika mahojiano yeye alisimama katika upande wa watu ambao wanapinga uwepo wa pepo na uwepo wa moto. Na kwa madai yake anasema anakubali kwamba aliyeumba wanadamu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa akili yake anasema kwa kuwa yeye ametuumba, yeye ndo baba yetu sisi wanaye, haiwezekani mzazi akamuumbia mtoto wake moto. Yani inawezekana vipi? Kwa akili yake ilivyokuwa fupi, akaona kwamba inawezekanaje yeye kama baba yetu akatuumbia moto wa kutuchoma. Kwa maana hiyo akashadidia na kuweka msisitizo kwamba yeye aamini kwamba kuna pepo wala kuna moto. Ndugu zanguni, hutuba yangu kichwa chake cha habari kitasema ujubul imani bil jannati wan nar, ulazima wa kuamini pepo na moto. Ndugu zanguni, kuamini pepo na moto yuaddu ruknan asilan min arkanil iman bil yawmil akhir. Kuamini pepo na moto inahesabika ni kama nguzo ya kimsingi sana katika nguzo za imani ya kuamini siku ya mwisho. Unapofika katika nguzo ya kuamini al-imanu bil yawmil akhir, ndani yake inakusanya kuamini al-jannatu wan nar, kuamini kwamba kuna pepo pamoja na moto. Na jambo hili la kuamini pepo na moto ni juz'un la yatajazza, ni kipengele ambacho hakigawiki min aqidati al-islamia, kukitoa katika itikadi ya Kiislamu. Yani uweze ukaweka mipaka, naamini kiyama kipo lakini siamini kama kuna pepo na moto. Ni kipande ambacho hakitoki katika kuamini itikadi ya Muislamu. Na itikadi hii ya kuamini kwamba kuna pepo na moto, ajma alaiha salafu al-ummati wa a'immatiha, wamekubaliana watu wema waliotangulia wa umma huu na maimamu wote wamekubaliana ya kwamba lazima mtu aamini aljannatu wan nar, kwamba kuna pepo na moto. Ndakupa
baadhi ya tafsiri, ufafanuzi wa ulazima wa kuamini pepo na moto kwa kujengeka katika maelezo ambayo yamejengewa juu ya dalili ambazo ni za kisheria. Jambo la kwanza ambalo tutatizama, hukumul imani bihima, hukumu ya kuamini pepo na moto. Ipi hukumu? Yani ikitokea swali likaulizwa, je, ni hukumu gani anapaswa apewe mwanadamu katika kuamini pepo na moto? Alhukmu ni kwamba al-imanu bil jannati wan nar wajib. Kuamini pepo na moto ni kitu ambacho ni wajib, cha lazima, wajib cha lazima. Kwa maana atakayeamini pepo na moto anapewa malipo na Allah subhanahu wa ta'ala na anakamilisha imani yake. Asiamini anapata madhambi na anakuwa hayuko katika imani. Munkiruhuma kafiran, mtu ambaye atapinga kwamba kuna pepo na moto anakuwa ni kafiri. Aslan anakuwa ni kafiri. Kama alikuwa anajinasibisha na Uislamu, yakunu kadirtadda anil islami wa kharaja an dairati alislam. Kama alikuwa anajinasibisha na Uislamu, basi anakuwa amechomoka, ametoka katika Uislamu na amejitoa katika zizi au boma la dini ya tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo munkiru aljannati wan nar kafiran, mtu ambaye atapinga pepo na moto, ndugu zangu katika imani, ni kafiri. Lianna aljannata wan nar thabatata binususi qat'iyyati fi alqur'ani alkarim wa fi sunnati nabawiyya. Kwa nini anakuwa kafiri? Ni kwa sababu kuthibiti kwa pepo na moto ni vitu ambavyo vimethibiti kwa dalili ambayo ni qat'iyya, dalili ya moja kwa moja ambayo haina shaka ndani yake wala haina ta'wil, kwamba imethibiti kuna pepo na moto ndani ya Qur'an tukufu, lakini katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo likiwa lina maelezo katika Qur'ani na Sunna qat'iyya kiasili kabisa, basi atakayelipinga anakuwa ni kafiri, na kama alikuwa anajinasibisha na Uislamu tunamuitikadi kama ni kafirun murtaddun anil islam, ni kafiri aliyeritadi katika Uislamu. Ndugu zanguni, lakini pia ikiwa mtu ataingia katika kufanya tashkiki fihima, takdhibu lima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hata mtu akifanya kuhoji kwamba akihoji katika upande ambao yeye atakaa wa kupinga uwepo wa pepo na moto, pia huyu mtu anakuwa ameingia katika kuyatilia shaka aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtu ambaye atatilia shaka yale ambayo ameyaleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamekusanyika katika kitabu na Sunna, ni kwamba huyu anakuwa ni kafirun murtaddun anil islam, anakuwa ni kafiri aliyetoka katika dini ya Kiislamu. Jambo la pili, wujuduhuma al'ana, katika mambo ambayo inatakikana mtu aitikadi katika mambo ya pili baada ya kuona hukumu ya kuamini, ni kwamba lazima mtu aamini kwamba pepo na moto vipo hivi sasa. Yani tunavyozungumza tayari pepo na moto vipo. Ndugu zangu katika imani, ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaa anna aljannata wan nar makhluqatani al'ana. Itikadi ya ahli sunna wal jamaa wanaitikadi kwamba pepo na moto ni vitu ambavyo tayari vimeumbwa hivi sasa, maujudatani, kwa maana ni vitu ambavyo vipo tayari, vimeandaliwa. Walaisata mimma yufni au yantahi, na wala pepo na moto si katika vitu ambavyo vinamalizika au vinaisha. Hii ni itikadi ambayo lazima Muislamu awe nayo. Pepo na moto ni vitu ambavyo tayari vipo, vimeandaliwa na havimaliziki wala haviishi. Itikadi hii tunaipata kutokamana na dalili ambazo ziko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hatutoki katika kuamini kwamba pepo na moto ni vitu ambavyo tayari vimeandaliwa na vipo hivi sasa na wala haviwezi vikamalizika wala vikaisha. Jambo la tatu, ndugu zangu katika imani, aljannatu fi samaa wan nar tahta al-ard.
tunaamini ya kwamba pepo iko juu mbinguni na moto uko chini ya ardhi 7. Hii ni katika iman ya ahli sunnati wal jamaa. Aljanna fil a'la wal nar fil asfal, kwamba pepo iko juu na moto uko chini. Waqad tala alayhima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameenda akaviona vitu hivi vyote viwili katika rihlatil mi'raj. Katika safari ya mi'raj mtume sallallahu alayhi wasallam alishuhudia aljanna wan nar, alishuhudia pepo pamoja na moto. Ndugu zangu, katika hadithi vipengele vifupi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tala'tu fil janna fara'aytu kadha wa kadha, mimi nilienda nikachomoka nikaangalia katika pepo nikaona kitu fulani na fulani na fulani, katika hadithi ambazo zimethibiti. Lakini pia katika hadithi nyingine mtume alisema uridhat alayya an-nar, nilivutiwa nikauona moto wa jahannam. Kwa maneno haya ya khairul bashar, ya kiumbe bora mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaamini ya kwamba pepo na moto tayari vipo mpaka hivi sasa, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameona ipepo, lakini pia mtume ameuona moto wa jahannam. Na'udhu billahi minan nar. Jambo la 4 ndugu zangu katika imani, makanatul imani bihima, nafasi ya kuamini pepo na moto. Je, kuna nafasi gani ya kuamini kwamba aljannatu wan nar, nafasi yake ni ipi? Al-imanu bil jannati wan nar yumathilu al-amru sadis min umuri al-iman bil yawmil akhir. Ndugu zangu, kuamini pepo na moto ni jambo ambalo linashika nafasi ya 6 katika mambo ya kuamini, imani ya kuamini siku ya mwisho. Katika kuamini siku ya mwisho, basi ndani yake inapatikana kuamini pepo na moto. Wa huwa min al-aqaid allati yajibu an yu'mina biha al-'abdu ka'annaha ra'yal 'ayn. Na mambo haya 6 ambayo yamefungamana na iman, ikiwepo ndani yake kuamini pepo na moto, ni miongoni mwa itikadi ambazo yajibu ala al-muslim, inawajibika kwa muislamu an ya'taqidaha, aitikadi mambo haya 6 kara'ya al-'ayn, kama mtu ambaye ameona kwa macho. Nguzo 6 ndugu zangu katika imani za iman, ikiwepo pamoja na kuamini kwamba kuna pepo na moto, ni vitu ambavyo inatakikana muislamu aamini kama mtu ambaye tayari ameonyeshwa kwa macho yake. Yani kwa maana ya kwamba si jambo la kuhoji wala jambo la kutia shaka ndani yake katika nguzo 6. Na ikiwa kama mtu ana shukuku, ana mashaka na nguzo 6, yani hana imani ambayo ina yakini ndani yake na nguzo 6, basi kwa itikadi na maelezo ni kwamba imani yake ya kuamini inakuwa bado haijakamilika. Kwa hivyo ukitafuta nafasi pekee ya kuamini pepo na moto, ni kwamba jambo hili ni jambo muhimu, na nafasi yake ni katika nafasi ya 6 katika yale nguzo 6 za iman. Nguzo 6 za iman ndani yake kuamini siku ya mwisho, na ndani yake inapatikana kuamini pepo na moto. Na mambo haya inampasa muislamu aitikad na yaamini kama vile ra'ya al-ain, ameona kwa jicho lake. Ndugu zangu katika iman, jambo la 5 ambalo ni nukta muhimu ambayo inatakana tuende nayo, wujubul i'tiqadi bi khuludihima, inawajibika kuitikadi khuludihima, kwamba vitu hivi ni vyenye kuishi milele. Pepo na moto haviishi, havina mwisho, vinaishi milele. Ni viumbe ambavyo vimeumbwa na vitaishi milele, havimaliziki. Wujubul imanu bi khuludil jannati wa na'imaha, inalazimika mtu aamini kwamba pepo itaishi milele na neema za peponi pia ni za milele. Lakini pia khuludun nar wa adhabaha, lakini pia uamini kwamba moto utaishi milele na adhabu yake pia ni ya milele. Allahu akbar. Ndugu zangu katika iman, katika imani hii inaingiza hofu kwa mwenye iman, inaingiza hofu liman ya'tabir, inaingiza pia shauku kwa mwenye iman, inaingiza shauku kwa kule kuona kwamba pepo haiishi. Ndugu zangu katika iman,
tukiwekwa katika starehe za peponi zinakuwa ni daiman abada, ni za milele, haziishi. Tutaishi milele katika janna. Nasallallahu an yaj'alana min warathatil janna, tutaishi milele katika janna. Ndugu zangu katika imani, hili linatupatia shauku ya kwamba tunakuomba ya Allah ya Karim an tudkhilana aljanna, ewe Allah tunakuomba utuingize katika pepo. Neema zake na pepo ni vitu ambavyo havimaliziki. Lakini pia tunapata hofu kwa kujua ya kwamba moto nao pia ni wa milele na adhabu yake pia ni ya milele. Ndugu yangu katika imani, atakayehukumiwa kuishi motoni basi ni kwamba khalidan fiha abadan, ataishi ndani ya moto wa jahannama milele. Lidhalik, kutokamana na hilo na itikadi hiyo, inatuongezea hofu ya kuogopa moto wa Allah tabaraka wa taala. Tunauogopa moto wa Allah tabaraka wa taala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitunasihi umma wake, ittaqun nara walau bishikki tamra, uogopeni moto sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uogopeni moto hata kama ni kwa kipande cha tende. Yani hata kama ikiwa kwamba ulichonacho ni kidogo na hicho inatakana ukitoe kwa ajili ya kujikinga na moto, basi fanya jitihada ya kukitoa kwa ajili ya kukingwa na moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, jambo la 5, inawajibika watu waamini ya kwamba pepo na moto ni vitu ambavyo vinaishi milele. Neema yake na adhabu ya moto pia vinaishi milele, la tamfiani abadan, havimaliziki milele. Jambo la 6 katika nukta muhimu ambayo Muislamu inatakikana aiweke katika moyo wake, aljanna darul muttaqin, ni kuamini kwamba pepo ni nyumba ya wacha Mungu. Pepo ni nyumba ya wacha Mungu. Wannaru darul kafirin, na moto ni nyumba ya makafiri. Amini hivyo ya kwamba aljannatu darul muttaqin alabrar, pepo ni nyumba ya wacha Mungu walio wema, na moto ni nyumba darul kafirin, na moto ni nyumba ya makafiri. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya watu pamoja na uovu walioubeba, lakini bado hujihesabia kana kwamba wao wanaweza wakawa ni watu wa peponi. Yani kuna mtu anamtizama yule ambaye anaenda kufanya ibada ya swala, kisha anamtuhumu, anasema nyie mnaiswali ndio wenye madhambi. Atukatai, ni kweli sisi tuna madhambi, na ndio maana tunaingia katika msikiti kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi tuliyoyatenda. Ndugu zangu katika imani, lakini anayesema hivi yeye aswali, ina maana anaona yeye ana dhambi, lakini anajiweka katika daraja la wema kwamba Allah atamsamehe. Hivyo lazima mtu atambue ya kwamba safina haipiti katika nchi kavu, safina haipiti katika barabara, safina mahali pake ni katika maji. Na hivyo wewe kama unataka uwe katika ahlul janna, lazima ujiweke katika laini ya muttaqin al-abrar, lazima ujiweke katika mstari ya wacha Mungu wale ambao ni wema. Na kama unataka moto, basi ni lazima ukae katika upande wa makafiri. Ndugu zangu katika imani, jambo la 6, aljanna darul muttaqin wan naru darul kafirin. Lazima tuamini kwamba pepo ni nyumba ya wacha Mungu. Yani wale muttaqun, watu wema wanaomridhisha Allah katika dunia, ndo ataingia katika pepo. Peponi haingii muovu, haingii kafiri katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kama ilivyo moto pia ni nyumba ya makafiri, wale ambao wamempinga Allah, wamepinga imani ya Allah, wamepinga kwamba kuna pepo na moto, basi ni kwamba watu hawa makazi yao ni motoni, la mahalata, hakuna namna. Ndugu zangu katika imani, yajibu al-imanu bi anna al-janna, inawajibika kuamini ya kwamba pepo hiya darun na'im, ni nyumba ya neema, allati a'addaha Allahu lilmuttaqin, ambayo Allah amewaandalia wacha Mungu. Wan naru hiya darul adhabi allati a'addaha Allahu lilkafirina wal usat, na moto ni nyumba ya adhabu na mateso ambayo imeandaliwa wale ambao ni makafiri na maasi. Ndugu zangu katika imani, haya ni mambo 6 ambayo inatakikana Muislamu yakite katika moyo wake na afya akiwa na itikadi. Tutizame dalili chache za kuonyesha pepo na moto vipo. Adillatu wujubil imani bihima,
dalili ya kulazimisha watu kuamini pepo na moto min alqur'ani alkarim. Katika Qur'an tukufu Allah tabaraka wa taala anasema fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Allah anasema fattaqun nara, ogopeni moto, ogopeni moto. Fattaqun nara, ogopeni moto, allati, moto ambao waquduha an-nas wal hijara, kichocheo chake kinaochochea ule moto, nasu wal hijara, ni watu pamoja na mawe. Yani mawe na watu ndo kichocheo cha moto wa jahannam. Kwa maana mtu akiingia motoni, yeye anavowaka anamuunguza mwingine, kama vile tulivyoonyeshwa mfano katika mkaa. Mkaa uchomana wenyewe kwa wenyewe, kanakuwa kacheche kamoja, kisha kanasambaa moto na moto unaambukiza, na wanadamu watachomana wakiwa wanachochewa ukali wake na mawe ndani ya moto wa jahannam. Allah anasemaje? Anasema uiddati lilkafirin, umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Katika neno uiddat nini unajifundisha? Uiddat ni fi'lun madhi, ni kitendo ambacho kinaonyesha wakati uliopita. Uiddat, imeandaliwa kwa nani? Lilkafirin, kwa makafiri. Unapata dalili ya kwamba pepo moto upo, lakini pia umeshaandaliwa, lakini pia unapata elimu kwamba kumbe ni nyumba ya makafiri katika surati al-Baqara. Lakini pia katika kauli yake Allah tabaraka wa taala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, fanyeni haraka muende mambo ambayo yatawafikisha katika kupata msamaha wa Allah na pepo. Arudhuha as-samawati wal ard, upana wa hiyo pepo ni sawasawa na mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, katika aya ya pili inatuonyesha upande wa pepo ya kwamba sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, fanyeni haraka muwe wepesi kuyafanya mambo ambayo yanawapatishia nyinyi mpate msamaha unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mambo haya yanakuwa ni sababu ya nyinyi kupata nini? Pepo. Allah anaisifia pepo ya kwamba upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Kisha mwisho akasemaje? Uiddat lilmuttaqin. Uiddat, tunarejea kule katika fi'lun madhi, kitendo ambacho kinaonyesha wakati uliopita. Uiddat, imeandaliwa, kwa hivyo tayari ipo kwa ajili ya nane? Darul muttaqin, lilmuttaqin, kwa ajili ya wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hizi ni dalili ndani ya Qur'an tukufu. Dalili ziko nyingi sana, tukisema tuzitaje dalili zote basi tunaweza tukakaa mpaka salati al-isha ikatukuta hapa, lakini tutosheke na dalili hizi mbili ambazo zinaonyesha ulazima wa kuamini pepo na moto, na kwamba vitu hivi vipo, vimeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu na wala havimaliziki. Mina sunna, tutizame dalili katika sunna. Al-ahadithu kathira allati tasifu al-jannata wan-nar, hadithi ziko nyingi sana ambazo zinatuelezea pepo na moto. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi chungu tele ambazo zinatueleza kwamba kuna janna wan-nar. Miongoni mwa hadithi hizo hatutaki kuzitaja nyingi, tunataja hadithi chache. Ni hadithi moja ambayo mtume anasema inna ahadakum, hakika mmoja wenu nyie binadamu, idha mata, pindi anapofikwa na umauti, uridha alayhi maq'aduhu bilghadati walashi, basi uletewa makazi yake, mafikio yake akayaona, asubuhi na jioni analetewa anayaona. In kana min ahli aljanna famin ahli aljanna, akiwa ni katika watu wa peponi basi atabaki kuwa ni katika watu wa peponi, kwa maana kaburi lake litakuwa ni rawdhatu min riyadhil janna, litakuwa ni bustani katika mabustani ya pepo. Wa in kana min ahli an-nar, na kama mtu huyu atakuwa ni katika watu wa motoni, famin ahli an-nar, basi huyu atakuwa ni katika watu wa motoni, kwa maana kaburi lake litakuwa ni nini? Hufratu min hufari an-nar, ni shimo katika mashimo ya moto wa jahannam. Hadithi hii imepokelewa na al-Imamu al-Bukhari na Muslim. Hadithi hii ndugu zangu katika imani yatuthibitishia ya kwamba kuna pepo na moto. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika waja wake ambao wataingia peponi, na tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie Allah tabaraka wa ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi tukawa sisi ni katika watu wa motoni. Na'udhu billahi minan nar wa nas'alu Allah aljanna. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba.
الحمد لله مرة ثانية أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأتوب إليه من كل ذنب وأعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, ndugu zangu katika iman, baada ya kuona ulazima wa kuamini pepo na moto katika hutuba yetu ya kwanza, hutuba ya pili tunatizama baadhi ya malengo na makusudio ya wale ambao wanapinga uwepo wa pepo na moto, na tutajifunza ni kitu gani ambacho kinaweza kikazalika kwa wanadamu ikiwa tutapoteza imani ya kuamini kwamba pepo na moto ni vitu ambavyo vipo. Ndugu zangu, inkaru wujudi aljannati wan nar, kupinga uwepo wa pepo na moto, au tashkiki fihima, au kuhoji na kutia shaka ndani ya pepo na ya uwepo wa pepo na moto, yambaghu ghaliban min ahdathi aqaidiyya wa fikriyya wa nafsiyya. Ni jambo hili la upingaji huwa mara nyingi linatokea kutokamana na malengo ya kiitikadi na malengo ya kiakili, lakini pia malengo ya kisaikolojia. Haya mara nyingi upingaji huu unatokamana na haya. Ima watu wakipinga basi wana malengo yao ya kiitikadi. Kivipi? Yani kuna baadhi ya itikadi ambazo watu wanatafuta kuzipandikiza kwa watu na kuondoa itikadi sahihi ya Kiislamu. Katika itikadi zao, mfumo wa itikadi ni kwamba kumjenga mwanadamu asiamini kwamba kuna pepo na moto. Kwa hivyo lengo ima linaweza likatokea kutokamana na hizo itikadi ambazo watu wanazo mbovu, ama inaweza ikawa ni aqliya, ni itikadi za kiakili na kisaikolojia. Yani kivipi? Itikadi ya kwamba inamlazimisha mtu aamini ambacho kinaonekana kwa macho, na inamkataza mtu au inamweka mbali mtu kuamini vitu visivyoonekana kwa macho au vitu vya akhera. Hiyo ni itikadi ambayo inafungamana na akili ya mwanadamu, fikra za mwanadamu, saikolojia ya mwanadamu, ambayo inaweza ikawa pia ni chimbuko la kuhamasisha watu wasiamini uwepo wa pepo na moto. Ndugu zangu katika imani, kwa maana kuna watu kampeni zao wanazitoa wakiwahamasisha watu kwamba kuamini pepo na moto, vitu visivyoonekana, ni kama ujinga na kujitia kifungoni. Kwa hivyo wanamtafuta mwanadamu awe huru kifikra, aone kwamba lisiloonekana halipo, linaloonekana ndio la kuliitikadi. Isitoshe, kuna baadhi ya watu wanaweza wakasema, mnaamini kwamba kuna adhabu kaburini. Je, nani ameenda akarudi? Kwa maana huyu aamini kile ambacho hakioni. Yani hajawahi kushuhudia, wala sayansi haijawahi kuthibitisha kwamba kuna mtu anaadhibiwa kaburini, bali ikichunguza inakuta kwamba mwili ulikuwa kamili, kisha funza wakaula, akaoza, akabakia mifupa. Lakini kutueleza kwamba kaburini kuna moto, siji kuna mange, kuna manini, kuna madudu, ni vitu ambavyo havionekani kwa macho kwa utafiti wao. Hivyo inawezekana wenye fikra hii pia wakapandikiza pandikizi hili bovu kwa wanadamu wasiamini uwepo wa pepo na moto. Na ndugu zangu katika imani, lengo kuu la hizi itikadi kuchimbua fikra hii ni nini? Tahadufu ila takwidhi asasi din. Huwa zinalenga kuleta upinzani katika mihimili ya kidini, yani kwamba watu wajitoe kabisa katika mihimili ya kidini. Na mambo haya ndugu zangu katika imani, wanazuoni wakubwa wameeleza katika nukta zifuatazo, yamewekwa wazi katika nukta zifuatazo, na yanazalisha mambo yafuatayo ikiwa watu wataamini hakuna pepo na moto. Kipi ambacho watu watatumbukia? Yani shimo gani ambalo watu watalitumbukia wakipita njia ya kutokuamini uwepo wa pepo na moto? Inkaru mabda athawabi wal iqab, suala la mtu kupinga
suala la mtu kupinga pepo na moto linapelekea mtu kupinga malipo na adhabu. Yani haulipwi kwa unachokitenda wala uadhibiwi kwa unachokitenda au unachokiacha. Usipoamini pepo na moto unajengwa katika fikra hizi. Al-gharadhu al-asasi huwa takhallusu min mas'uliyati al-akhlaq wal jazai ala al-a'mal. Lengo kuu katika la kimsingi kabisa katika hili ni kumwepusha mtu na majukumu ya kitabia. Majukumu ya kitabia njema, lakini pia na majukumu ya kivitendo, ya kiutendaji. Kwa maana ya kwamba usipoamini kwamba kuna kulipwa wala kuna kuadhibiwa kwa yale ambayo utayatenda au utayaacha, unajengwa kisaikolojia ya kwamba wewe hakuna masulia katika zile tabia. Yani unajiweka huru katika tabia. Yani unaweza ukafanya lolote lile. Hata ukivaa ushoga ukawa wewe ni shoga, kwa maana hiyo ukiwa wewe shoga hakuna sijui kile watu wanachosema ni dhambi, hiyo dhambi itakupelekea uchomwe moto ufanyeje, hilo swala inakuwa hauna. Kwa hivyo hii ndio ambalo mtu anajengewa awe katika fikra hizi. Faman yunkiru aljannata wan nar yunkiru ma ba'dahuma min hisab. Yeyote ambaye atapinga uwepo wa pepo na moto, basi ni kwamba anapinga kinachokuja baadaye katika nini? Katika hesabu. Yani kwamba hakuna mtu kuhesabiwa. Mimma yatihu lahu mumarasata shahawati duna khawfi min aqiba. Na kutokamana na hivyo ni kwamba linampatia uhuru wa kufuata matamanio yake ya kibinadamu pasina ya kuogopa kuhesabiwa, kwa kufuata matamanio ya kibinadamu alionayo ambayo yanakhalifu sheria. Ndugu zangu katika imani, hii ni fikra ambayo ni nukta muhimu ambayo inatakikana Muislamu wapate kama kuzinduka. Yani usitizame mtu asema hakuna pepo hakuna moto. Yani kuna mambo makubwa ambayo anayajenga kukumaliza wewe. Anakupa uhuru wa kibinadamu. Yani wewe unaweza ukawa shoga, wewe unaweza ukawa jambazi, ukawa muuaji, wewe unaweza ukazini, wewe unaweza ukaiba, wewe unaweza ukafanya chochote. Kwa sababu gani? Hauna ile hofu ya kwamba kuna kuhesabiwa, kwamba mimi nikizini basi ni kwamba nitahesabiwa siku ya kiyama, nimezini nitachomwa moto. Ukiwa shoga utahesabiwa kwamba siku ya kiyama, kwa nini Mungu amekuumba katika wanamume wako ukajigeuza wewe ukawa ni mali na chakula kwa wanamume wenzio. Unakuwa zile fikra ya kwamba utapewa utahesabiwa kwa yale makosa uliyofanya, unakuwa zile fikra hauna, ndugu zangu katika imani. Na hichi ndicho ambacho wanakitafuta kwa mwanadamu. Jambo la pili, upingaji wa pepo na moto ni ta'anu fi sidqi ar-risala. Kupinga pepo na moto kuna kusudia kutia dosari na kasoro katika miujumbe waliopewa manabii. Ukipinga uwepo wa pepo na moto kuna kujenga katika kupinga ukweli wa risala wa ujumbe ambao wameuleta mitume. Kwa maana ukipinga pepo na moto unatia dosari katika ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manabii wote waliokuja kabla yake, kwamba yote walioyaeleza kuambia watu acheni maovu, mkiacha maovu Allah atawapenda, atawatia katika pepo, wao unasema kwamba ni uongo. Ndugu zangu katika imani, hili pekee kwa nini lisikwambie wewe nafsi yako kwamba atakayepinga pepo na moto ni kafiri? Kama huyu bwana kama asipotubia kafa katika hiyo itikadi, ni kafiri mpaka anaingia katika mchanga, ni kafiri mpaka anaingia katika kaburi lake, mzee wa TikTok, na ujumbe aupate kwamba kwa itikadi alionayo ya kupinga pepo na moto tunahukumu mwenye itikadi hii ni kafiri, illa an yatuba wa yamuta ala alislam wa yarji'a ila alislam, isipokuwa akitubu kabla hajafa na akarejea katika Uislamu kabla hajafa. Lakini kwa itikadi hiyo yeye ni kafiri, na kifa katika hiyo hali ni kafiri murtadu anil islam, na kwake yetu natabikisha sheria za murtadi akifa, kwa sababu murtad ana sheria zake pindi akifa. Ndugu zangu katika imani, zaamu bi anna aljannata wan nar mujarrad ustura,
Ukipinga uwepo wa pepo na moto unatia dosari katika ukweli wa utume, lakini pia unakuwa umeingia katika madai ya kudai kwamba pepo na moto ni simulizi tu, yani hadithi, ni ustura, ni hadithi tu, simulizi. Au wasilatu ighra'i wa tarhibi istana'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lihathi an-nasi ala ittiba'i da'wati. Au utakuwa unadai ya kwamba hii ni njia ambayo ya ushawishi na kuhofisha ambayo amejitengenezea Mtume Muhammad ili kuwahimiza watu katika kufuata malinganio yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, madai yako utakuwa unadai ya kwamba alikaa akafikiria ni vipi ni watu wakubaliane na mwito wangu, akatengeneza kuna pepo na moto ili watu wawe ni rahisi kufuata da'wa yake. Ndugu zangu katika imani, hii ni fikra ambayo anaibeba mtu ambaye atapinga uwepo wa pepo na moto. Ndugu zanguni, na hii pia, swala hili pia linakuingiza katika muhawalati litashkiki fi sidiki alwahyi, linakupelekea katika ujaribuji wa kutilia mashaka na kupatisha matatizo au kutia mashaka katika ukweli wa wahi, ukweli wa kitabu cha Allah, ukweli wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nukta nyingine au lengo na muono mwingine wa watu ambao wanapinga uwepo wa moto na pepo, lengo lao kubwa pia ni tahallulu min alquyudi ad-diniyah. Wanachotafuta pia ni uhuru wa takalif, uhuru wa takalif au quyud, uhuru wa ile misingi ya kidini. Yani wanatafuta uhuru wa ile misingi ya kidini au vikwazo vya kidini. Kuna misingi ya kidini na vikwazo vya kidini ambavyo makafiri wanaviona katika jamii. Yani watu kuwa wa dini sana kuna wakoseshea wao fursa ya mambo mengi ambao wao wanayataka yawezekane. Inkarul akhirah bihadafi ila al-aish bihurriyati al-mutlaqa, kupinga akhira, kupinga uwepo wa pepo na moto kunalenga mtu kuishi kiuhuru, uhuru ambao ni wa kijumla, duna taqyidi awamiri llahi wa nawahi, pasina ya kufungwa na maamrisho ya Allah na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukipinga pepo na moto, ina maana unamaanisha ya kwamba hakuna vikwazo vya kidini katika maisha ya mwanadamu ambavyo vinamzuilia yeye kuishi vile atakavyo katika halal na haram. Yani mathalan tuone tu mfano mdogo, nafsi ya watu wengi wanatamani awe ni mnywa pombe, anatamani avute sigara, anatamani mwanamke yote ambaye atampenda akamnunua na akafanya naye tendo, anatamani hivyo. Wanawake wanatamani wasagani, wafanye siako ile ishaq, wasagani. Wanamume wanatamani kuwa mabasha na wengine wanatamani kuwa mashoga. Hiyo ni sehemu ya uchumi wao. Lakini ukiwa wewe ni mtu wa dini, mutadayyana, ni mtu wa dini, bila shaka wewe unakuwa ni kikwazo katika jamii hii. Unakuwa ni kikwazo kwa mabasha, unakuwa ni kikwazo kwa mashoga, unakuwa ni kikwazo kwa wanawake wasagaji, unakuwa ni kikwazo kwa wanywa pombe, unakuwa ni kikwazo kwa wezi na waonevu na majabari, wale ambao wanapenda kula vya wanyonge. Unakuwa ni kikwazo katika kila sekta yao ya kimaisha. Kwa namna hii wakitafuta kukutoa, wanajua kabisa wewe kilichokulewesha ni kutamani pepo ya Allah na ile hofu yako ya kuogopa moto, ndio vinavyokufanya usiwaunge mkono. Kwa hivyo wanakuambia hakuna pepo wala moto. Ndugu yangu katika imani, wanakutafutia nini? Uhuru kutokamana na zile maqayyidi ad-diniya, yale majukumu ya kidini yaondoke, uwe huru ambaye hujali kwamba kuna hisabu. Ndugu zangu katika imani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufe katika imani ya kuamini pepo na moto. Lakini jambo lingine ni i'timadu al-madi al-muhadh. Wanataka wamweke mwanadamu katika mtizamo ambao ni wa kilimwengu, mtizamo wa kilimwengu, yani mtizamo wa kilimwengu wa kinadharia, mtizamo wa kinadharia. Nadharatul madiyya allati la tu'minu illa bima tarahu bil ain, mtizamo wa kilimwengu ambao hauamini isipokuwa kile ambacho kinaonekana kwa jicho. Kuna kampeni hizo kwamba usiamini isipokuwa kile ambacho kinaonekana kwa jicho.
Kwa hivyo ukiniambia kaburini kuna adhabu, ndakwambia nipe uthibitisho unaoonekana. Yani sasa hivi kuna picha, kuna video, nipe clip ambayo inaonyesha mtu anaadhibiwa na moto. Ndakudai vitu kama hivi ambavyo vinaonekana, tarahul ain, vinaonekana kwa jicho. Usiponiletea dalili ambazo zinaonekana kilimwengu, inakuwa ni ngumu kuamini. Subhanal malikul quddus ya rab. Ndugu zangu katika imani, wabitali istibadi kulli man yataallaqu bilghaibiyat wadar al-akhirah. Kwa fikra hii wanamweka mbali kila mtu ambaye wanamweka mbali mtu na kuamini vitu visivyoonekana, lakini mpaka akhera mtu ashindwe kuiamini. Lakini ndugu zangu, ziko hoja ambazo pia za kiakili unaweza ukahojiana nao hawa watu, ambazo pia zinaweza zikakupa ushindi upande wao, kwamba si kila ambacho kinaonekana ndio inawajibika kwetu kukiamini, bali kuna vitu ambavyo havionekani lakini tunaviamini. Viko vingi sana havionekani lakini tunaviamini. Ndugu zangu katika imani, mtu unaweza ukamwamini hivi, wewe unaamini upepo, anakuambia ndio naamini upepo. Je, umeona kwa jicho? Atakwambia sikuona. Kwa nini unaamini kitu kisichoonekana? Kwa hivyo viko vitu ambavyo pia unaweza ukaojiana nao kiakili katika fikra hii ukachomoka katika haya makucha. Lakini muumini pia hawezi akatiliwa tashkiki, hata hawezi akazuiliwa na imani yake kwa kupandikizwa pandikizi hii mbovu ya itikadi ya mtizamo wa kilimwengu, kwamba kuamini kile ambacho kinaonekana kwa jicho tu. Lingine ndugu zangu katika imani, katika mambo mawili nikimalizia hotuba yangu, ni kwamba tiba'ul hawa, wanachotaka pia ni kupandikiza pandikizi la kufuata matamanio ya nafsi. Raghabatu fi irdha'i nafsi wa shahawatiha, wanapupilia katika kuweka pandikizi ya kuiridhisha nafsi yako na matamanio yake. Wanataka wapandikize katika fikra za mwanadamu kuiridhisha au kuitoshereza nafsi yake na matamanio yake, haithu yumathilu wujudu aljannati wan nar aiqan amama al-inghimasi al-kulli fi maladhati dunya, kwa namna ya kwamba kuamini pepo na moto kunahesabiwa ni kama ni kizuizi mbele ya mtu kuzama katika raha za kidunia. Kwa sababu wewe unayeamini pepo na moto, ndugu yangu, nikikwambia hebu twende tukale bata sehemu fulani, utaniwekea vikwazo, bwana hapana, dhambi. Nikikwambia bwana tufanye jambo fulani ambalo ni katika vitu vinavyostarehesha nafsi, utaniambia dhambi. Mwisho kuna baadhi ya majahili wanasema yani kila kitu dhambi, mziki dhambi. Sasa tufurahi na nini? Yani tumeumbwa duniani tupate tabu. Ndio umeumbwa duniani upate tabu, yani kwa sababu ulishuka kwa kufanya kosa. Wewe ni mkosefu, ulikosea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akakufukuza katika starehe. Unatakaje uishi katika dunia kwa starehe? Kwa hivyo kuna watu wanahoji yani kila kitu dhambi, yani dhambi, mnasema dhambi, kufurahisha nafsi dhambi, hata madufu dhambi, ndio dhambi, kwa sababu hatuko kwa ajili ya kufurahisha nafsi zetu, ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo pandikizi ambalo wanataka walipandikize ni hilo, tiba'ul hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Kwa maana kuamini pepo na moto imeonekana ni kama vizuizi vinavyowazuilia watu kuzama katika ladha za kidunia. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie wafuasi wa matamanio ya nafsi zetu. Mwisho kabisa, yu'tabaru inkari hadhi al-aqaid wasilatu liltaharrub min al-haqiqa. Kuna zingatiwa pia kupinga itikadi hii ya pepo na moto ni njia inayotumika kwa ajili ya watu kuacha uhakika na uhalisia, au kukimbia uhakika na uhalisia. Yani watu wanatafuta njia ya kuchomoka wakakimbia uhakika na uhalisia. Watabriran limukhalafati takalifi shar'iyya, na wanaitumia iwe ni njia ambayo inawapatia uhuru na nafasi ya kuendana na kuepukana na zile takalifi au majukumu ya kisheria. Kwa hivyo mtu anaona aseme tu hakuna pepo wala moto, ili apate nini? Apate uhuru na akimbie sheria, kwamba hakuna kuswali, wewe ni kutafuta pesa, na ukipata pesa hakuna mipaka ya matumizi.
Hakuna mipaka ya matumizi, natumia pesa yangu nitakavyo. Lakini ukianza kuamini pepo na moto, ni kwamba hata hiyo pesa yako unakuwa huna uhuru nayo. Unapewa mikakati, unapewa mipaka ya matumizi ya pesa yako ukiwa unaamini pepo na moto. Kwa hivyo kitu hicho wenyewe hakitaki. Wanataka ya kwamba watumie mali zao wanavyotaka. Akiamka hakuna cha mambo ya ibada, siji kumfanyia Allah kitu fulani, kutoa sadaka kwa ajili ya msikiti, ajui hicho. Yeye ni kwamba anatafuta pesa, akiipata ile pesa, ndugu yangu katika imani, anaenda kuitumia kwa matumizi atakayo yeye. Nadhani moja katika manabii, watu wa mwanzo pia walimwambia, nadhani Nabii Saleh, kwamba atanhana an naf'ala fi amwalina ma nasha. Katika Qur'an tukufu imenukuliwa hivi: wewe Saleh, unatuletea sheria za kutukataza tufanye tunachotaka katika pesa zetu, katika mali zetu, kwamba pesa nimeitafuta katika njia ninayoitaka mimi, nimeipata pesa, unataka uniwekee sheria kwamba nitumie vipi pesa yangu? Walimhoji hivyo. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, kufuata matamanio ya nafsi ina maana wanataka wakutoe katika fikra za kuamini pepo na moto, ili uwe una uhuru. Yani wewe uwe unaangalia namna ya kupata pesa, na katika kutafuta pesa mtu asikuwekee mipaka, njia gani pita, njia gani usipite. Anapita njia yote ili mradi apate pesa, na matumizi yake kusio kuna mipaka na vikwazo vya kidini, kwamba nikitumia fulani nitaikosa pepo, nikitumia njia fulani nitaingia motoni. Hiyo fikra anataka waitoe. Ndugu zangu katika imani, maneno ambayo ameyasema huyu Mtanzania mkaazi wa Dar es Salaam katika mahojiano aliyofanya katika moja ya mitandao ya kijamii, ambayo maongezi yake yanaashiria kupinga uwepo wa pepo na moto, ni kosa kubwa. Na kwalo, kama tulivyoeleza, inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kukumbuka yale ambayo yameongewa katika hutuba na kukamatana nayo na kuyafanyia kazi. Ndani yake inshallah jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu, anakuwa ni kafiri, na aqibatahu mukhifa, matokeo yake na mwisho wake unatisha sana huko mbeleni. Nahnu almuslimun, sisi Waislamu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika nguzo za Kiislamu, atufishe katika imani na Uislamu, ajalie kifo kwetu kiwe ni chepesi kuliko kuacha imani zetu. Innahu samiu mujibu da'wa.